Okay, tusikizane kwa makini hasa. Tusikizane kwa makini. Tumekuwa na mada inayosema matumizi mabaya ya nini? Fedha. Na tumeshafanya midahalo na mijadala katika makundi yetu. Sasa naomba nifanye summary fupi ya matumizi mabaya ya pesa. Kama una sehemu ya kuandika, anza kuandika. Hakisha una sehemu ya kuandika, funua sehemu ya kuandika uwe nayo. Kutumia hela yote ulio nayo kabla ya mwezi kuisha. Wewe unafanya kazi, unalipwa mshahara kwa mwezi shilingi 20,000. Alafu 20,000 unaitumia kwa siku 2 tu, yote imeisha. Mwezi wa siku ngapi? Mwezi wa siku ngapi? 31 hadi 30? 28 30. Wewe hela yako yote umetumia kwa siku ngapi? 2. Manake siku zote zilizobaki hauna nini? Hela. Mwisho wa siku utakuwa nani? Mkopaji, omba. Manake hela yako umetumia namna gani? Mbaya. 2. Kununua vitu visivyo vya lazima. Kununua vitu visivyo vya lazima. Hebu tusaje vitu ambavyo sio vya lazima mwilini. Junk food. Yes, let's start here. Anasema unatumia hela yako kuchora matatu. Tatu ni ina faida yote kwenye mwili wa binadamu? Kwa sababu tu una hela unasema bana mimi hela yangu natumia kuchora nini? Tatu. Kununua madawa ya kulevya. Unanunua makokaini, unanunua bangi. Si ndivyo? Yote hizo ni matumizi mabaya nini? Ya fedha. Kingine? Kununua kama poison ya kusambaza kwenye maji. Kuna wengine tu kwa sababu wana hela, wananunua sumu, wanaweka kwenye maji tu basi. Yaani wanasikia tu raha wenyewe hivyo tu. Si ndivyo? Pesa kubandika kucha. Unatumia pesa kubandika kucha. Tunasemaje hapo kwa darasa? Hiyo point tunasemaje? Iko sahihi au iko sahihi? Iko sahihi. Ngoja. Eti wadada. Haya, sawa. Wakaka tunasemaje? Ipo sahihi au ipo sahihi? Ngoja kweli tuko kwenye kucha. Kubandika kucha. Ni sahihi sio sahihi? Sio sahihi. Mungu ametuumba na kuleta vizuri, mtetezi mzuri, kwa sababu tu una hela za ziada, unaamua kwenda kubandika nini? Kucha. Fedha. Mwingine tuongeze matumizi mengine mabaya ya fedha. Hello? Nani mwingine atuongoze aongeze matumizi mabaya ya fedha? Kuna mkono pale hivi. Karibu. Kunywa vinywaji vikali. Yaani kuna wengine wanatumia vinywaji vya bei ghali sana. Wakati kuna maji ya kunywa, kuna kasoda ka 500 siku ya birthday hiyo, wewe unaenda kununua nini? Champagne. Hili hapa ni darasa la watoto kuanzia miaka 10 hadi miaka 12. Leo tunajifunza somo ambalo linahusiana na wakili wa fedha. Tunawafundisha watoto jinsi ya kutumia njia halali za kupata fedha na pia njia halali za matumizi ya hiyo fedha. Tunawafundisha kuepuka matumizi mabaya ya fedha.